Ashukuriwe Mungu, leo tunaye rafiki yetu Mr. Pasco kutoka pale Dar es Salaam. Naomba tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili yake. Huyu wana TV online. Ukifungua hata sasa hivi kama una simu yako YouTube ukaandika NY TV, utakuta chaneli yake inahusika na kurekodi shuhuda mbalimbali na ibada. Na hata ukitaka kusikia ama kuona shuhuda zetu nyingi sana, hawa ndio walikuwa wa kwanza kutoka Dar es Salaam kuja Arusha kurekodi ushuhuda wa mama mchungaji Esther, namna ambavyo Mungu alimponya virusi vya ukimwi. Na niseme wamekuwa marafiki zetu, na chaneli yao imekuwa ya baraka kwa watu wengi. Mimi mpaka leo siwezi kumaliza siku mbili sijapigiwa simu kwa watu ambao wanakutana na zile shuhuda na zinawatia nguvu. Na mtandao wao ni mkubwa sana. Kupitia wao nimepigiwa simu kutoka Marekani, Canada, Uingereza na mahali pengine. Sasa yeye amekuja pale kanisani, amekuja kuchukua shuhuda za watu ambao Mungu anawatendea mambo makubwa. Na leo tangu asubuhi alikuwa na rekodi, ndio maana nilichelewa kuja, na kesho atakuwa anaendelea, lakini Mungu akatupa neema tuje naye. Kwa hiyo maneno haya nitakayoyahubiri hapa, usipoyapokea wewe, wako wengi wanaopokea kwa jina la Yesu. So Mungu akubariki sana, tunajisikia vizuri tukiwa pamoja naye. Asante sana mchungaji, Mungu akubariki. Jambo ambalo umelifanya mahali hapa sio jambo dogo, na nimefurahi sana baada ya kukuta mchungaji mwenyewe anaimba. Nimejisikia vizuri sana. Haleluya. Mwambie mwenzako atubatishi. Kanisa limeanza na litakuwa kanisa la miujiza. Jina la Bwana Yesu barikiwe sana. Sasa naomba unisikilize. Nataka kuongea kwa habari ya nguvu ya uweza. Nguvu ya uweza ndio nitakachokuwa ninakisema siku ya leo, kwa habari ya nguvu ya uweza. Sijui ninaposema uweza kama unanielewa ni kitu gani hasa tunaposema uweza. Ni nguvu inayomsaidia mtu kufanya jambo ambalo kwa nguvu zake asingeliweza yeye mwenyewe. Uweza ni nguvu inayomsaidia mtu kufanya jambo, kuwezeshwa kufanya jambo ambalo asingeliweza yeye mwenyewe kwa nguvu zake. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Unajua kwa nini tunaogopa serikali? Serikali ina uweza, ina nguvu ya ziada, na yenyewe inaitwa nguvu ya dola. Kwa maana tunasema serikali ina mamlaka. Kuna wakuu wa polisi, kuna majenerali, kuna makamanda, na hawa wote wanatambulika kwa sababu ya uwezo waliopewa. Na ni nini? Tunapokuwa na nyota moja, nyota ya pili, nyota ya tatu, watu hawaogopi sura ya mtu, wanaogopa nyota. Na zile nyota zinamsaidia huyo mtu kufanya mambo ambayo asingeyaweza hapo mwanzoni. Haleluya. Ukiwa na rafiki yako, ndugu yako ametunukiwa
tunyota tuwili tutatu, unasema hapa mjini uko salama, unapa kukimbilia. Halo, halo, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa hayo ningeyasema sana, lakini ni kama hayatakufaa sana. Lakini nataka nikuambie kwamba ukiwa umepewa nguvu fulani ya ziada, maisha yanaenda, watu wanaogopwa. Jamani, Mungu atusaidie sana. Sasa natamani kabla sijasema sana, twende tukasome kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 22 na mstari ule wa 23. Siku ile Masadukayo, watu wasemao kwamba hakuna kiama, wakamwendea wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na muoe yule mkewe ili ampatie nduguye uzao. Sasa hii ilikuwa ni mila. Mungu atusaidie sana. Mila ya watu gani? Walikuwa wanaitwa Masadukayo. Wao walikuwa wanasema hivi, kama kwenye familia ndugu yako ameoa mke, alafu yule mke sasa akupata mtoto na yule mwanamume akafa, sharti ndugu kama ana mdogo wake ama kaka yake amuoe huyo mwanamke, na walichokuwa wanazingatia ni kupata uzao. Mungu atusaidie sana. Na Musa alipitisha hiyo. Mstari unaofuata vivyo hivyo, mstari unaofuata, basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo wa pili naye, na watatu, hata wote 7. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Nitembee taratibu. Biblia inasema mwanamke huyu sijui alikuwa na nini. Kwenye hiyo familia kulikuwa na wanaume 7. Wa kwanza aliyemuoa akafa, alafu kulikuwa na matatizo mawili. Kwanza, tatizo la kwanza, mwanamke yule hakuwa na uzao kabisa, alikuwa mgumba, tumbo lilikuwa limefungwa, pati watoto. Lakini cha ajabu, jambo la pili, wanaume wote walikuwa wanakufa. Shauri yako. Ndio maana tunahitaji wakati mwingine kutafuta mababa wa kiroho waweze kukushauri. Kuna shida kwa huyu mwanamke, lazima kila anayemuoa anakufa, lakini tena apati mtoto. Na ndio maana wakati ninapokuwa nasema kwa habari ya dhambi, kuna haja ya watu kuelewa kila ambacho tunakisema. Unajua, unapozini na mtu, hasara sio ya kuzini peke yake, lakini wewe vyovyote ambavyo yule mtu unayezini naye hatakuwa navyo vinakuwa vya kwake. Ndio maana Yesu anasema aliyezini na kahaba amekuwa mwili mmoja na kahaba. Kuna watu wanaweza kubeba umaskini kwa sababu ya kuzini na mtu mwenye roho za kimaskini. Kuna watu wanakufa kwa sababu
wamevamia watu wenye roho za mauti. Kuna watu wanakutana na changamoto kwa sababu wameingia kwenye familia za watu zisizoingilika. Lakini ninachokitaka kukisema jioni ya leo ni kwa habari ya uweza wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kabla hatujausemea uweza, haya mambo kwenye jamii yapo ama yapo? Vivyo hivyo wa pili naye na watatu, hata wote saba. Maana yake wote saba wakafa, hawajawahi kupata mtoto wala hawajaishi. Sasa swali linakuja, wanamuuliza Yesu, mwisho wa wote yule mwanamke na yeye pia akafa. Mwisho wa yote mwanamke naye akafa. Swali linakuja, basi katika kiyama atakuwa mke yupi? Atakuwa mke wa yupi katika wale saba? Maana wote walikuwa naye. Mwambie mwenzako, unamsikiliza mchungaji. Desturi ya Masadukayo wanasema kwamba mtu akifa kwenye hiyo familia na akamwacha mke na uzao hujapatikana, anakuwa analithishwa kwa mwingine. Sasa kumbuka, imani yao pia wanaamini kwamba kule mbinguni kule, kwamba kule peponi kuna watu kama hao. Mpaka leo wanaamini kule peponi kule kila mtu atakuwa na mke wake. Wanaamini kutakuwa na uchumba unaendelea. Wanaamini kabisa kwamba kila mtu atakuwa na mpenzi wake kule. Na mawazo hayo wanayaleta kwa Yesu. Wanamwambia Yesu, sasa kama ni hivyo ndivyo walivyofundishwa kwenye dini, kama ni hivyo sasa mtu amekufa, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wote wakaenda peponi, wakamkuta yule mwanamke ni mmoja na wote walikuwa wanaume halali. Itakuwaje? Wanatuonyesha peponi kutakuwa na ugomvi. Kuna mtu ananielewa? Inaonekana kwamba kule peponi kutakuwa na ugomvi, watu watakuwa wanagombania wanawake. Lakini mimi nataka niseme uweza wa Mungu. Unajua, ninapokuwa nasema habari njema, natamani wakati mwingine watu wanaofikiri hata kama una dini ya baba yako, una dini uliingizwa na kaka yako, una dini uliingizwa na mume wako, mpenzi wako, una haja ya kukaa na kufikiri, je, jambo hili ni salama? Angalia, haya mawazo ni ya watu wazima, ni ya watu wazima. Sikia sasa kwenye mstari wa 29, Yesu akajibu. Yesu anajibu swali, na jioni ya leo analo jibu lako, akosaki majibu. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Tatizo liko hapa. Watu wengi wanapotea kwa sababu hawajui maandiko, hawajui maandiko, na wala jambo la pili, hawaujui uweza wa Mungu. Ukijua uweza wa Mungu utapotea, utakuwa salama, utakuwa salama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watu hawajui uweza wa Mungu.
mstari wa 30, kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Yesu anawaambia, sikiliza, msigombane bure. Ondoa mawazo potofu. Kule mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Watu wote ufanana na malaika. Lakini sikiliza, kwa nini kuna mila chafu? Kwa nini kuna mawazo mabaya katika maisha ya watu? Kwa nini kuna watu ambao ni watu wazima lakini hawaelewi mambo ya ufalme? Ni kwa sababu ya kukariri. Watu wanakaririshwa, hawataki kutoa nafasi kumtafuta Mungu wao wenyewe. Hawataki kutoa nafasi kutafuta uwepo wa Mungu. Hawataki kutoa nafasi kulitafuta neno la Mungu pamoja na dini yako. Kwa mfano, dini zote za Kikristo wanatumia Biblia, lakini hawako tayari kuyasoma maandiko, ila sasa wanabaki kukaririshwa. Sikia nikwambie, hatukariri. Yesu anasema, ukitaka mambo ya kukariri unapotea. Mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kama ungefahamu neno la Bwana linasema nini, usingelipotea. Usingepotea. Changamoto ni kwa kuto kujua, kwa kuto kuyasoma maandiko. Mungu atusaidie sana. Jamani, Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mbinguni hawaoi, lakini mpaka leo ziko dini zinategemea kutakuwa na mambo ya kuchana nywele kule. Bado wanategemea watakuwa na vimada vyao. Bado wanategemea watakuwa na wapenzi wao. Jamani, sikiliza nikwambie, malaika hawaoi wala hawaolewi. Tunakuwa kama malaika. Haya mambo mengine ni ya duniani, na ndio maana ninatamani kuziona mbingu. Jamani, amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hakunaga mambo ya kipuuzi kule. Kasome maandiko ujue. Bwana atusaidie sana. Hebu sema, hawaoi wala hawaolewi. Angalia mstari unaofuata, tena kwa habari ya kiyama ya wafu amjasoma neno lililonenwa Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Hebu sema, Mungu si Mungu wa wafu. Hii inabidi niitangaze kwa pointi kubwa. Hebu sema, Mungu sio Mungu wa wafu. Na useme sio mchungaji Erasto, ni neno la Mungu. Mungu sio Mungu wa wafu, ni Mungu wa walio hai. Ungekuwa umesoma andiko hili mpaka leo, usingejisumbua kwenda makaburini, usingejisumbua kufanya ibada za wafu. Ni kwa sababu haujui maandiko wala uweza wa Mungu. Neno linakuhukumu moja kwa moja, hatuabudugi wafu. Na ndio maana watu wanapata matatizo. Natangaza kwa jina la Yesu, Mungu si Mungu wa wafu, ni Mungu wa walio hai. Ikiwa umeshindwa kumwabudu Mungu ukiwa hai, hakuna nafasi tena. Ukifa una nafasi mbele za Mungu. Mungu anakutaka ukiwa hai, na ndio maana tunahubiri injili tukiwa hai. Ndio maana tunaimba tukiwa hai. Ndio maana tunasema habari za
walio hai tukishakufa tuna sehemu. Haleluya! Pelekana kiongozi wako wa dini. Wewe unayenisikia, usijikuta tena kwenye makaburi. Mungu hayuko radhi, wala Mungu hausiani na watu. Wakifa wamekufa, wakifa wamekufa, wakifa wamekufa. Hakunaga kuabudu watu waliokufa. Tatizo ni kutokujua maandiko wala uweza wa Mungu. Muulize mwenzangu, unaendaga kwa wafu? Hapa kuna shida. Hapa kuna shida. Ndio maana wengine wanasema wakilala mama anamtokea, na mama amekufa miaka mingi iliyopita. Nisikilizeni, hata kama mko kwenye nyumba zenu, haya yapokee, ndivyo yalivyo. Na ndio maana umeishi maisha ya mateso. Mjomba alifariki, unasema ananitokea. Sijui shangazi alifariki, unasema ananitokea. Unaota ndoto, unakutana naye, mnakaa naye, mnakula naye, mnaongea naye. Nasema umepotea, kwa sababu hujui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa walio hai, wala sio Mungu wa waliokufa. Ndio. Kukosa uweza wa Mungu na watu hawajajuaga. Ngoja nikwambie, mama mmoja akaja kutoka Melani. Alipokuja alikuwa na changamoto, amekuja na mume wake. Walikuwa wana shida. Mama huyo alianza kuota anakutana na baba yake. Wanakutana, wanaongea. Kumbe baba alikuwa mchawi. Na leo ngoja nifunue siri hii, uielewe leo. Uielewe leo. Maana nina shida moja mimi. Nikishafundisha ukaelewa, ukiendelea na tabia ya kufanya mambo maovu, na kuambia utadumu. Sasa hivi natoka kuongea na mtu mmoja. Nilimwombea, akaja kanisani, na alikuwa anatokea mbali. Anasema ameacha dhambi, kumbe ana grocery. Anaiacha grocery yake, anakuja kanisani, akirudi anauza pombe. Nilipomgundua nikamwambia, unaacha uachi? Akasema, mchungaji utanisamehe kidogo, ngoja niendelee na biashara yangu kwanza. Hivi ninapoongea, tumetoka kanisani, yule jamaa nikamwambia, hautakaa ufanikiwe milele kwenye dhambi. Akamingine mchezo, kaenda huko kacharazwa kwelikweli. Leo kaja kujisalimisha. Amen. Kauza mpaka kile kibanda chake. Amen. Kama mpaka kula anakokaa. Kaja kukaa karibu na kanisani ili asaidiwe. Ananiambia alikuwa analia leo, mchungaji, tangu umetamka yale maneno sijawahi namgeukia Muumba wangu. Niko mahali hapa kusema, yeyote anayesikia maneno haya, haijalishi huko ndani ya nyumba, haijalishi huko nje ya nyumba, ili mradi tu umesikia yanakuhusu. Amen. Siku nyingine spika zingine tutazipeleka na kule nyuma, na wakati mwingine zitaenda na kule. Lazima nisema habari za Yesu. Lazima Yesu atangazwe kwa viwango vikubwa. Ndio. Yule mama anasema kaanza kumuota baba yake. Kumbe baba yake alikuwa mchawi. Anaona wanaongea. Sasa sikiliza, maana huyu sasa aliugua ghafla kabla hajakabidhi vitu vyake, akazidiwa na akafa. Sasa wale wachawi wanaokufaga ghafla huwa hawaishi kule, kwa sababu unajua mikoba lazima iendelee. Upo au upo?
Sasa ikitokea yule jamaa kagongwa gari kwa mfano, alikuwa hajakabidhi watoto wake vitu vyao, wewe unaelewa atarudi. Sasa anapokuja tunafikiri kwamba ni mjomba. Hapana, sio mjomba. Anayekuja ni yale mapepo aliyokuwa anayatumikia. Kwa hiyo sasa, ili wakupate wewe, ili wakunase walioko ndani ya nyumba yako, naona kama nawahubiria wengine ambao hawajafika kwenye mkutano, lakini mradi wanasikia, waisikie na hii ili akunase sasa, ili atokee, ili sasa ukao uendelee. Lazima tuanze na ndoto. Pepo anakuja kubadilisha sura ili aonekane baba ni kitu rahisi. Kwa hiyo unapomuona baba unafikiri ni baba. Sikiliza nikwambie, kuna ukuta mkubwa. Biblia inasema kati ya walio hai na waliokufa hatuwezi kuonana tena. Kinachokutokea ni mapepo, ndio na yatakunyonga. Utanyongwa. Dada huyu akaanza kuongea naye mara ya kwanza, mara ya pili. Siku iliyofuata akamwambia, naomba nikwambie kitu lakini usimwambie mtu. Na wapo najua hivi ninavyoongea, Roho Mtakatifu anasema na mimi kabisa, kuna mtu yuko mahali anasikia. Umekamatwa kwa jina la Yesu. Umekamatwa.